Hujambo na karibu mtazamaji wa Mihrabu Media, ni kualike na kukaribisha kwenye kipindi cha yaliyojiri magazetini, ikiwa leo ni siku ya Jumatano ya Juni 18 ya mwaka 2025 sawa na mwezi 21 mfungo 3 mwaka 1446 kwa mwaka wa Kiislamu. Anayekualika na kukaribisha ni mimi mtangazaji wako Salah Rashid, nikishirikiana sambamba na Sabri Hussein. Mtazamaji, ndani ya kipindi hiki utapata fursa ya kufahamu kwa mukhtasari yaliyojiri ndani ya magazeti tuliokuandalia kwa siku nzima hii ya leo. Miongoni mwa magazeti hayo tuna gazeti Zanzibar Leo, tuna gazeti Habari Leo, tuna gazeti Mwanahabari, tuna gazeti Uhuru, tuna gazeti wa Machinga, tuna gazeti Majira, bila kukosa kurasa za michezo na burudani. Moja kwa moja tunaanza kuliondoa gazeti Zanzibar Leo kwa kweli na uwazi kupitia kurasa yake ya mbele ndani ya channel yako pendwa hii ya Mihrabu Media. Mtazamaji, tunaanza na habari inayosema kuwa Dr. Mwinyi asema WB endeleeni kuiunga mkono Zanzibar. Habari hiyo ipo kurasa wa pili ndani ya gazeti lako hili la Zanzibar Leo kwa kweli na uwazi. Mtazamaji, tukiachana habari hiyo tunakutana na habari inasomeka kuwa Tabia awapongeza viongozi waliofanikisha mapokezi ya Mwenge. Habari hiyo inaendelea kurasa wa 9. Pia pana habari inasomeka kuwa serikali zitaendelea kuimarisha utumishi wa umma. Hiyo ni nukuu ya Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, na undani wa taarifa hiyo ipo kurasa wa pili. Pia pana habari kurasa wa 6 inasema kuwa serikali kuimarisha mazingira ya uwekezaji. Hiyo ni kauli ya Dr. Samia. Tukiachana habari hiyo tunakutana na habari inasomeka kuwa ushirikiano ndani ya CCM utaleta ushindi wa kishindo. Hiyo ni kauli ya Mheshimiwa Hemedi. Tunatamatisha na habari inayosomeka kuwa wawakilishi wataka uchumi wa viwanda. Mtazamaji, ukurasa wako ndani mwendelezo wa habari hiyo ndani ya gazeti Zanzibar Leo kwa ukweli na uwazi. Na sasa tunageukia gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, nalo linatuambia kuwa Samia aipa raha Simiyu. Samia aipa raha Simiyu, agiza kuchimbwa visima na kupelekewa maji ya ziwa Victoria. Umeme wake kuongezwa nguvu kutoka Shinyanga. Ashangazwa na kauli za Mpina na asema hafai ubunge wa jimbo. Kurasa wa pili mwendelezo wa habari hiyo. Tukiachana habari hiyo tukutana na habari inasomeka kuwa dau wafunguka kampeni msaada wa kisheria. Majaliwa asihi kuwekwa mbele amani uchaguzi mkuu. Mwendelezo wa taarifa hiyo ipo kurasa wa 3. Pia pana habari inasomeka kuwa Chadema ya kaidi amri ya mahakama kuzuia shughuli za siasa. Pia pana habari inasema wakwepa kodi wafanya biashara da usiku. Wakwepa kodi wafanya biashara da usiku, kurasa wa 7. Pia habari hiyo utaisoma kwa kina zaidi. Pana habari inasomeka kuwa mrithi wa Janabi atajwa kwa uadilifu na weledi. Ni nani? Basi ukurasa wa 3 utakutana na habari hiyo kwa kina zaidi. Tunatamatisha na habari inasomeka kuwa mwanafunzi Musti amchoma kisu mwenzake na afa. Kisa nini? Basi ukurasa wa ndani Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, lina habari kwa ukamilifu. Na sasa ni zamu ya kudondoa gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii kwa siku nzima hii ya leo, ili tuweze kufahamu nalo kitu gani kimeandikwa. Mtazamaji, tunaanza na habari inayosema kuwa Samia alonga hoja za Mpina. Samia alonga hoja za Mpina, amkosoa kwa kujikita katika mambo ya kitaifa badala ya kero zinazowakabili wananchi anaowakilisha bungeni. Ukurasa wa pili habari hiyo utasoma kwa undani zaidi. Tukiachana habari hiyo tunakutana habari inasomeka kuwa IGP aonya waganga kutumiwa vibaya na wanasiasa uchaguzi. Pia pana habari inosema amri ya mahakama, Heche aelekeza mambo ya kufanya zuio Chadema. Pia pana habari inasomeka Dr. Kimambo mwanamke wa pili mkurugenzi wa Muhimbili. Ukurasa wa 3 habari hiyo utaikuta kwa ufafanuzi wake. Pia pana habari inasomeka wageni wahodhi biashara ya uvuvi na wazawa wataka hatua serikalini. Tunatamatisha na habari iliyopo kurasa wa 4 inasomeka kuwa wabunge walia na magari ya serikali, mkakati wa kubana matumizi 25-26. Mtazamaji, na sasa ni zamu ya kudondoa Uhuru Ukweli Daima kupitia ukurasa wake wa mbele. Nalo gazeti Uhuru Ukweli Daima halipo nyuma linasema kuwa Rais Samia amlipua Mpina.
amshangaa kurukia mambo ya kitaifa na kushindwa kueleza kilichofanyika katika jimbo lake ambalo ilani imetekelezwa kwa kishindo. Amtaka aache kujitafutia umaarufu kwa kuambia wananchi wa Kisesa bora wamuache amchukue katika nafasi zake 10 za uteuzi. Ukurasa wa 2 mwendelezo wa taarifa hiyo. Tukiachana habari hiyo, tunakutana habari inayosema kuwa Dash anika mikakati kuvutia wawekezaji. Pia pana habari inasomeka wawakilishi waguswa bajeti ya 25-26. Tukiachana habari hiyo, tunakutana habari inayosomeka kuwa kamanda wa polisi nchini wapanguliwa. Makamanda wa polisi nchini wapanguliwa na mpango upoje basi ama wamepangwa vipi? Ukurasa wako wa 8 utakutana na habari hiyo kwa utimilifu zaidi. Tutaendelea kuimarisha TET, hiyo ni kauli ya Majaliwa mtazamaji. Pia pana habari inasomeka Chatanda aridhishwa ujenzi hospitali mji wa Kibaha. Tunatamatisha na habari inasomeka Dr. Mwinyi aeleza kuimarisha utumishi wa umma Zanzibar. Na sasa ni zamu ya kudondoa gazeti Mwananchi Tanzania, nalo linatuambia kuwa Mpina alivyotua anga za Gwajima, Rais Samia amshukia mbele ya wapiga kura, amtaja kwenye nafasi 10 za ubunge. Bashe akumbushia ya JPM na aonya siasa kwenye zao la pamba. Ukurasa wa 4 habari hiyo utaisoma kwa ndani zaidi. Yanayomsubiri bosi mpya wa Muhimbili yapo ukurasa wa 6. Pia pana habari inasomeka simanzi miili wanandoa waliouawa walivyoagwa. Ukurasa wa 7 gazeti Mwananchi Tanzania linakueleza habari hiyo. Pia pana habari inasomeka kuwa sababu mapato bima za vyombo vya moto kupaa. Sababu hizo zimeelezwa katika kurasa za ndani. Tunatamatisha na habari iliyopo ukurasa wa 3 gazeti Mwananchi Tanzania. Nasema kuwa simulizi maisha ya mke na familia ya Mdude siku 42 za kutekwa mtazamaji zimeelezwa kwa undani wake. Na sasa ni zamu ya kudondoa gazeti Mwanahabari, gazeti bora la kila siku. Linaambwa kuwa bilioni 23 kufanikisha elimu ya msingi na sekondari Meatu. Hiyo ni kauli ya Dr. Samia, asema uwekezaji huo unajumuisha shilingi bilioni 8 milioni 640 zilizotolewa kufanikisha elimu bila malipo, ambapo idadi ya wanafunzi kwenye shule za msingi na sekondari imeongezeka. Abainisha idadi ya wanafunzi wa sekondari inaongezeka kutoka 9458 mwaka 2022 hadi 12630 mwaka 2025, huku wanafunzi 9599 wakiandikishwa kwa ajili ya elimu ya awali. Ukurasa wa 3 ufafanuzi wa taarifa hiyo. Tukiachana habari hiyo mtazamaji, basi tunakutana na habari inasomeka kuwa serikali ya watangazia neema wakulima Meatu. Waziri Bashe asema imetoa ruzuku ya mbegu zaidi ya tani 2434 zenye thamani ya bilioni 3.6, viua vidudu zaidi ya lita 1080 zenye thamani ya bilioni 4.8. Ukurasa wa 2 utakutana na habari hiyo kwa kina zaidi. Tunaangaza habari inasomeka kuwa REA yajielekeza kupeleka umeme na nishati safi kaya vijijini. EWURA yajivunia mafanikio ya kidijitali wiki ya utumishi wa umma. Tukiachana na habari hiyo, tunakutana na habari inasomeka kuwa Majaliwa alipongeza TET kuimarisha elimu kwa kutumia teknolojia. Ukurasa wako wa 2 gazeti Mwanahabari utakutana na habari hiyo kwa ufafanuzi zaidi. Tukiachana na habari hiyo, tunaangaza habari inasomeka kuwa wazee Handeni wamuita Mohamed Msofe kugombea ubunge. Wazee Handeni wamuita Mohamed Msofe kugombea ubunge huko Handeni mtazamaji. Tukiachana habari hiyo, tunatamatisha na habari picha inayomuonesha Rais Dr. Samia Suluhu Hassan
akimjulia hali mmoja wa majeruhi wa ajali ya gari waliolazwa katika hospitali ya wilaya Meatu mkoani Simiyu alipotembelea siku ya jana. Mtazamaji, kama ambavyo habari picha hiyo unaiona vizuri ndani ya gazeti lako hilo, na sasa ni zamu ya kudondoa gazeti Majira ili tuweze kufahamu nako kitu gani kinaendelea. Tunaanza na habari inayosomeka kuwa Rais Samia aridhishwa na maendeleo wilayani Meatu, asema yamehamasisha uwekezaji zaidi, asisitiza kuendelea kuvutia viwanda wilayani humo, awalilia wanne waliofariki wakienda mkutano CCM na awajulia hali majeruhi. Ukurasa wa 4 habari inaendelea. IGP apangua na apanga vigogo jeshi la polisi. Simba Chawene atamani vituo zaidi vya mafuta vijijini. Ukurasa wa 4 pia habari hiyo utasoma kwa undani zaidi. Ndani ya huo ukurasa wa 4 mtazamaji utakutana na habari iliyoandikwa kuwa magereza mbaroni akidaiwa kumfanyia ukatili mtoto. Tukiondoka ukurasa wa 4 tunaingia ukurasa wa 3, pana habari inasomeka kuwa Wasira asema CCM kitakuwa chama cha kudumu. Pia pana habari ukurasa wa 2 inasoma dira za maji kumaliza kilio cha wananchi mkoani Tanga, athari za mabadiliko ya tabia nchi, nani wa kumfunga paka kengele. Tunaambiwa ukurasa wa 10 na 11 habari hiyo inaelezwa kwa undani zaidi. Na tunapatisha kudondoa gazeti Majira, gazeti huru la kila siku, na habari iliyopo ukurasa wa 19 inosomeka Netanyahu asema tutabadili sura ya Mashariki ya Kati. Mtazamaji, na sasa ni zamu kudondoa gazeti wa Machinga, sauti ya wanyonge, ili tuweze kufahamu kwenye sauti ya wanyonge kitu gani kinaelezwa. Basi tunaanza na habari inasema kuwa Rais Samia amkaanga Mpina. Rais Samia amkaanga Mpina. Tunaambiwa kuwa amshangaa kushindwa kueleza hoja za wananchi wake ndani ya bunge, badala yake anajitafutia umaarufu. Amuita mbunge wa kitaifa, kama atamhitaji atamteua katika nafasi zake 10. Bashe naye amfyatua na kumuita mpotoshaji kwa wakulima wa zao la pamba, na amkumbusha namna alivyoyumbisha zao hilo kwa hayati Magufuli. Ukurasa wa 3 utakutana na mwendelezo wa taarifa hiyo. Pia pana habari inasomeka kuwa NHC yashukuru Samia kufufua miradi iliyokwama. Pia pana habari inasema Mwenyekiti Reba azihakikishia ushirikiano kampeni za kusambaza umeme. Mtazamaji, tunatamatisha na habari inasema rekodi za mapato na gawio la wanahisa NMB vyatikisa kongamano la uwekezaji Zanzibar. Kwa namna gani? Basi ufafanuzi wa taarifa hiyo ipo kurasa zako za ndani gazeti wa Machinga, sauti ya wanyonge. Na sasa umefika ule wakati wa kuyageuza magazeti haya kwa upande wa kurasa za michezo na burudani. Tunaanza na gazeti Zanzibar Leo, kwa kweli na uwazi, michezo na burudani. Pana habari inasomeka kuwa serikali yatoa msimamo vurugu za KVZ kombe la shirikisho. Pia pana habari inasomeka Yanga na Simba kurejea uwanjani NBC siku hii ya leo. Kurasa wa 22 utakutana na mwendelezo wa taarifa hiyo. Pia pana habari inasomeka ZFF yazikunjulia makucha KVZ na uhamiaji. Tunatamatisha na habari inayosema GSM yajitosa NBC Marathon. Mtazamaji, Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, michezo na burudani, natuambia ya kuwa ni vita vya ubingwa na kubaki ligi kuu. Pia pana habari inayosomeka Twiga Stars yashika usukani Sekafa. Tukiachana na habari hiyo mtazamaji, tunaangaza habari nyingine iliyopata nafasi ndani ya gazeti lako hili Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, kwa upande wa michezo na burudani. Basi tunakutana na habari inayosomeka kuwa Majaliwa ataka viwanja Chani na Afcon vikamilike haraka, Tanzania kuadhimisha siku ya Olimpiki Dodoma. Ukurasa wa 23 habari inaendelea. Ukurasa wa 21 pana habari inayosomeka kuwa Bella Kombo apongezwa tamasha la Injili. Tunatamatisha na habari picha kama ambavyo naiona ndani ya gazeti lako hilo, ikiwaonesha wachezaji wa timu ya soka ya taifa ya wanawake Twiga Stars wakishangilia moja ya mabao baada katika mchezo wa mashindano ya wanawake ya baraza la vyama vya soka ukanda wa Afrika Mashariki na Kati almaarufu kama Sekafa dhidi ya Burundi, uwanja wa Azam Complex Chamazi jijini Dar es Salaam siku ya jana.
Twiga Stars ilishinda mabao 6-0 mtazamaji. Na hayo ndio alojiri kwa mukhtasari gazeti lako hili la habari leo, gwiji la habari Tanzania. Tunageukia gazeti Nipashe mwanga wa jamii, michezo na burudani. Linaanza na habari inasema Yanga na Prison pointi za jasho ligi kuu siku ya leo ni kuelekea safari ya ubingwa na kuepuka kwenda kucheza play-off wakati wakati nini. Basi gazeti lako hili lina habari kwa ukamilifu wake. Pana habari inasomeka kuwa Mo sasa amzuia Kamara kusepa. Tunatamatisha na habari inasomeka Napoli yafikiria kumtoa Sancho mtazamaji, ukurasa wa 22. Nipashe michezo na burudani, muendelezo wa taarifa hiyo. Uhuru kweli daima umefika wakati wa kulidondoa, nalo linatuambia kuwa Majaliwa atoa maagizo mazito Chani na Afconi 10 idadi ya mabao iliyofunga Twiga Stars katika mechi 2 za kombe la Sekafa. Tukiachana habari hiyo, nukutana habari inasomeka kuwa Yanga na Simba SC vita bado mbichi ligi kuu bara. Msimamo wa ligi kuu bara mtazamaji umewekwa kwa ukumbusho. Nafasi ya kwanza tukumbuke anayo Yanga akiwa na pointi zake 73, huku Simba akishikilia nafasi ya pili akiwa na pointi zake 72. 57 pointi alizonazo Azam FC akiwa na nafasi yake ya 3, huku Singida Black Stars akishikilia nafasi ya 4 mtazamaji. Ukitaka kufahamu hadi nafasi ya 16 imeshikiliwa na nani, msimamo umekewa hapa. Uhuru kweli daima michezo na burudani. Tukiachana habari hiyo, tunakutana habari inasomeka kuwa Twiga Stars yaihenyesha Burundi kombe la Sekafa. Pia pana habari inosema mabingwa wa mikoa ngumi kupigwa Dodoma. Tunatamatisha na habari inosema Walker atimkia Everton mtazamaji. Mwanahabari michezo na burudani linatuambia kuwa ligi kuu ya rejea mbio za ubingwa na play-off za moto. Chikola na Yanga mambo yameiva, Kaseja akubali kubaki Kagera Sugar. Tunatamatisha na habari inasomeka Hosea sema Namungo itakuwa na itacheza tena kimataifa mtazamaji. Na sasa ni zamu ya kulidondoa gazeti wa Machinga michezo na burudani. Natujuvia kuwa ligi kuu kuendelea siku ya leo kuchezwa muda mmoja. Tukumbuke timu zote siku hii ya leo zitacheza majira ya saa 10 kamili mtazamaji. Tukiachana habari hiyo, tunakutana na habari inasomeka kuwa rufaa ya Guinea dhidi ya Taifa Stars ya tupwa. Tunatamatisha na habari inasema Kota Stars asema tutafanya vizuri Chani mtazamaji. Tunatamatisha kipindi chetu kama ilivyo ada na kawaida na gazeti Mwanaspoti kata kiu ya michezo na burudani kwa siku nzima hii ya leo. Tunaanza na habari inayosema kuwa Diara ashikilia dili la Kamara. Diara ashikilia dili la Kamara kivipi? Basi gazeti lako ukurasa wa pili na taarifa zaidi. Pia tunakumbushwa kuwa ligi kuu bara Juni 25 Benjamin William Mkapa kati ya Yanga dhidi ya Simba. Pia pana habari inasomeka Man City na Aziz Ki kinapigwa usiku. Man City na Aziz Ki kinapigwa usiku mtazamaji, ukurasa wa 18. Habari hiyo inaendelea. Hesabu tatu za Mzinze. Hesabu tatu za Mzinze, tunaambiwa kuwa Mzinze ndani ya Tanga na msimu huu ndiyo yeye mchezaji aliyecheza mechi zote mtazamaji za ligi kuu mtazamaji. Tukiachana habari hiyo, tunakutana na habari inasomeka kuwa ligi kuu bara siku ya leo umekewa baadhi ya mechi hapa, lakini tukumbuke ya kuwa mechi zote timu zote zitacheza siku hii ya leo majira ya saa 10 kamili za alasiri mtazamaji. Tukiachana habari hiyo, tunaangaza habari inasomeka umemsikia Tambwe kabla ya kufunga anameza mate. Umemsikia Tambwe kabla ya kufunga anameza mate mtazamaji. Na hayo ndio alojiri kwa mukhtasari ndani ya magazeti tuliokuandalia kwa siku nzima hii leo. Kumbuka tumekudondolea kurasa za michezo na burudani pamoja na habari za kitaifa na kimataifa. Nale kudondolea magazeti hayo ni mimi mtangazaji wako Salha Rashidi, na
Aliyekuondolea magazeti hayo ni mimi mtangazaji wako Salah Rashid, nikishirikiana sambamba na Sabri Hussein ambaye ndo amekisuka vizuri kipindi hiki cha yaliyojiri magazetini kutoka hapa channel yako pendwa ya Mihrab Media. Mtazamaji, ikiwa ni mgeni katika channel hii, usisahau kusubscribe, kushare, kulike na kucomment ili kuweza kupata habari mbalimbali ambazo tutakuwekea katika ukurasa wetu huu wa YouTube. Pia usikose kufuatilia mechi za leo. Mtazamaji, tutakuwa nawe mubashara kwa njia ya sauti ili uweze kufahamu kitu gani kinaendelea na nani atakayeondoka na pointi 3 muhimu, na nani atakayeondoka katika mashindano hayo, na nani atakayecheza playoff. Mtazamaji, nikutakie tu uwe na asubuhi njema. Shukrani na kwaheri.